kumshika kwa nani? Mfalme. Kwa sababu mmemwona amevaa suruali ngapi? Ana nguo ngapi? Moja. Na wakati wataenda kumshika ndugu yao awe mfalme, huyu ndugu yao atakataa. Kwa nini anakataa? Kwa sababu hana sifa ya kuwa kiongozi. Kwa kuwa kiongozi, Mungu ni mfalme na Mungu ana sifa ya kuwa nani? Kiongozi. Na sifa ya kiongozi Mungu anafanya nini? Anapeana. Na sifa ya Mungu asio kiongozi anasubiri kupokea. Na Biblia inasema wakati wataenda kumshika ndugu yao kutaka kumfanya mfalme wao, huyu mwenye watamshika atasema mimi sifai, sina sifa ya kuwa bibi, sina sifa ya kuwa kiongozi. Na kwa nini sina sifa? Kusoma amesoma, kipaji anayo, mjini iko, lakini kitu inakuzuia kukosa sifa ya kuwa kiongozi. Sasa wakati mtanishika kiongozi, kwa sababu kiongozi wako wanaenda kulia kwa wapate chakula, mimi mwenyewe sina nini? Sina chakula. Mtataka kwangu maji, mimi mwenyewe sina nini? Sina maji. Mtataka kwangu hiki sina. Kristo ndio soma, angalia Biblia, hata angalia wale wanaopeana ndio wanacho. Mtu wa kupeana kila siku ndio anazo, na wakati ataipata Mungu hawezi kumpatia kidogo, kwa sababu akipata analeta mingi. Na wale watu wanaosubiri kupewa, Mungu hawezi kuleta mingi, kwa sababu akipata yeye inaishia kwake mwenyewe. Kama tunataka kupanuka ili mwaka wa kujitoa, lakini kando ya kujitoa, ili mwaka ya sisi kwenda kutoa na kutoa kwa kiwango ile, au tunaweza hata kuitoa kwa mtu mwingine. Kuna upendo hii, tuna love other, tuna love fellow, tuna love fellow, tuna love ex. Lakini tutatoa katika upendo na upendo wa kiungu. Katika upendo wa kiungu unahitaji ya kupenda Mungu, kupenda jirani, kupenda adui, kupenda wengine. Upendo wa pili, upendo wa damu. Na watu wanasaidia kwa kusaidia kwa kuwakosa. Upendo pia ndio. Sasa tupende watu, lakini zaidi wa imani. Lakini haizuii kwamba kaka yako kufanya nini? Msaidie ndugu yako ana maisha mzuri kufanya nini? Kuna upendo wa damu. Biblia inasema wakati Yakobo alibariki, akampatia Esau mwenye alikuwa anataka kumuua, akampatia mbuzi 250, akampatia kondoo 250. Kuokoka haimaanishi kusahau familia yako ya kimwili. No. Saidia ndugu zako wa kimwili, upande wa baba yako, upande wa mama. Lakini kama ya kusaidia ndugu yako wa kimwili, upande wa baba yako, onyesha upendo, uwe mtu wa kutoa. Kama unafikiria kupanuka, kama unafikiria kuwa bibi, fikiria kutoa. Na hii kitu nimeanza kuanza. Mimi kwa katikati ya familia ni watatu, na chini yangu watatu. Mimi sijawahi kupewa na ndugu yangu yote. Sema ndugu yangu wa kuzaliwa anambia chukui never. Kuanzia udogo tu nilianza kutafuta kuanzia udogo. Wakati tulizaliwa kwa familia ya maskini, lakini kijiji yetu kuna zaidi. Tulikuwa tunafunga likizo mnaenda tunachimba chimba. Yaani ni grow muda wote ile ikiwa nacheza kama muziki. Lakini nakaduka kama najua kada usomesha na hata kukanisha na peana na mimi tangu sana ndio watu wangu wanasaidia, lakini tangu niko mpaka leo iwe kwa dada yangu kaka yangu hakuna mtu amepatia shilingi 1000. Lakini tangu mtoto kila siku ni kila siku na kila wiki na kila mwezi napeana.
dada, kaka, napeana na cha maajabu wote wako chini. Hauwezi kuinuka ukitarajia kupewa. Kama unataka kuinuka, angalia Mungu anatupatia, amekupa. Umesoma? Amekupa, sema amekupa. Sote tumekula kwa neema na bado anayo tu. Anao vingi tu. Mungu anayo tu. Anatupatia kila siku na bado endelea kuwa na nini? Na vitu mingi. Kama nataka kuwa na vitu mingi, kama nataka kupanuka, kwa akili yangu niweke kitu ninasema mimi sitarajii kupewa. Mimi natarajia kupewa. Sasa sifa ya mfalme, unajua ikulu yote duniani, unajua kanuni ya ikulu yote duniani. Ukisikia kama wanakuita kesho ikulu, upesha suti. Hakuna nini. Ukiitwa ikulu yote, hakuna mtu anakujenga ikulu, lazima wakupe. Unajua kukopa wapinzani wakianza ikulu yote, kwa sababu sifa ya mfalme anapeana, anapatia watu. Sasa huyu alitaka kumshika mfalme, hana nguvu, hana chakula, hana pesa, hana mtu kwa juu, ni mtu amefanya nini? Amepanuka. Hauwezi kupanuka, hauwezi kuwa bigi, hauwezi kuwa na kila kitu kama una moyo wa kutarajia kufanya nini? Hivyo mmoja na kutoa mkono, kutoa si tajiri. Bila kutoa na kupata watu kutoa ni moyo. Na tutatoa katika kanisa. Jana kusoma kwa moja kusoma yetu kwa sasa na Biblia. Matendo ya Mitume sura ya 20:35. Msikilize Biblia inasema. Matendo ya Mitume sura ya 20 mlango wa 35. Matendo ya Mitume 20 haikufikishe mahali popote, lakini wakati wote Paulo ndipo anaambia sasa, anaambia anaita wazee wa kanisa la Efeso, watu wanapata Yerusalemu, na alikuwa anapata muda anapata Efeso akipigwa. Sasa anaanza kuhadharia Mungu sana katika kazi mambo yote yalikuwa na naambia ni vizuri kutumika kutumika kwa shughuli yako binafsi, kutumika kwa shughuli ya watu. Hapa kwa Wakristo wa kawaida kanisa, kila mtu anakuja kanisani kumtumikia Mungu. Na unapoingia kanisani hauna kazi ya Mungu unafanya, una fail. Sasa sema na tulitumika, na katika kutumika tusaidie wanani? Wanyonge, watu wasiojiweza, watu maskini, watu wasio na kazi, watu wanaoishi maisha ya shida, tuwasaidie. Lakini anasema kwa nini tunaofanya? Paulo alikuwa mkoani. Ndio maana Paulo sema Paulo aliwazi. Paulo hata kama sisi ndio tunatuachia, lakini Paulo zina akatoa watu wangu wote ine. Na Paulo alisema kwa kwa pesa. Na kwa kwa pesa. Alikuwa anatumika kwa mikono yake. Kazi ya kutumika, anasaidia washirika, anasaidia. Kwa hiyo anaishi maisha ya kujitoa kwa kazi na maisha ya kutoa. Mwisho ya siku akapata jina Mungu. Asante sana. Ndio kwa kwenda mbinguni. Sasa ni mbili ya kufanya ya kutoa.
kuliko na kufanya hivi. Kama mtu anatarajia kwa angalia kama kanisa hili uokoke uokoke usiokoke, hii kanisa ya kawaida. Wale wanapeana na wale wanawapeanake kila siku pewa. Sasa kama nataka kuwa bii, nianza kutajia watu waliokuwa Ibrahimu siku moja walikuwa Yesu na walimwomba maji, lakini kiukweli hawa si binadamu, hawa ni roho, lakini imevaa mwili wa shetani. Kwa sababu dhambi ya Sodoma ilipanda kabla ya Mungu. Na Mungu akasema so watu wote wanataka kile kwa sababu inafanyia hata kila mmoja hii mtu walikuwa watu wa shida. Kila mtu akaangalia mbele hawajui, lakini kwa sababu binadamu akawasikia huruma, maana ya upendo ni huruma, na maana ya upendo wa Mungu sana unamchekelea na kukebei. Ndio mtu wa kupenda kuzaliwa ana mtu wa upendo anasikia anakosa chakula na kama hiyo, anakosa pesa kama ni anakosa pesa, akipenda kama hiyo, matatizo ya mtu yanatoka kama yake, akawakimbilia na alipowakimbilia anaenda kuambia Bwana sawa watu Mungu akamfungulia sio kama nimepata please ndio kurudia mke wao hawakuelezea jinsi mbuzi unachingiaje mbuzi watu wenyewe wajui. Mke wangu awatengeneze mbuzi, awachingie, tumchinje mbuzi, tuwapigie na chapati mkule, kisha mfanye nini? Mwenyeezi kitu ndio kwa dunia wasioje au kwa safari hawaji na watu wakakumbuka wakaja kuingia kwa nyumba ile. Ibrahimu akakimbia haraka kwa mke haraka chini ya mbuzi. Kwa nini? Kama watu mkutana nao. Chini ya mbuzi. Chapati nyingine mwaka pili au watu waongee chochote kama ndio waliongea kwa maisha ya watu. Kama unataka mbingu iongee kwa maisha yako, mbingu inataka uwe na moyo wa upendo sana. Apenda siku, apenda mchana, apenda jioni, apenda usiku. Anaweza kwa maana Mungu alipenda alitoe utoaji asubuhi, utoaji mchana, utoaji jioni, utoaji usiku. Neno sema walipofika wakalema wanaangalia tu. Nadhani ile simu alisa tatoa na mwisho wa siku zikabili. Sio. Angalia wanachinja. Anapiga chakula kinaenda kwa wakakula mbuzi mzima wanaume wanaume wakaifuata kama chakati mifugo wakaifuata yote. Mungu aweze kuinua kuwa na moyo ya kumpenda wewe binafsi. Yesu anamwambia na mjiepushe na moyo ya uchoyo. Inaweza nyakati ya mwisho watu watajipenda wao wenyewe, kila kitu kwa yeye anataka kuwa bingu, kila kitu kwa yeye.
mtu akishaona na moyo kama sitarajia. Mungu anaamini, Mungu anabariki, Mungu anaamini watu, Mungu anaamini. Walipomaliza walipoona Mungu, Mungu alikuwa na uwezo kila siku, kila mchana, kila Mungu ni na tuweze kuwa na wanachoona kiongozi msaidia mlima sana wakauliza baada ya kushinda zawaona na tabia anisibai na ana sababu hiyo ndio mtoto akauliza mke wake sana, enda sinipenda mchana italipa ya kutoa kuliko ya kupokea. Ibrahimu alitoa, alifanya na moyo mkunjufu bila matarajio ya kitu chochote. Ninasema Mungu akamuuliza mke wako Sara, akasema wakati jina Sara huwa endelea washauri wafuli walio wameshika Islamu wote basi za mwaka wa tatu mke wako Sara atakuwa mzaa midomo yao iliongea na wakiwa wasindikiza. Mungu akamwambia sikia Mungu anamwambia kiki ndani mtumishi wangu Ibrahimu. Utumishi wake unatokana na nini? Na upendo. Kuna watu wanafunga, wanakwenda nyumbani, wanaenda kwa mambo, lakini hawana tatizo ya upendo. Mungu aweze kuongea nao kwa sababu Mungu katika jina yake 32 Mungu si Mungu si wao, Mungu si Mungu. Na kama unataka kuona Mungu anasema, kama unataka kuona Mungu anasema chai, kama unataka kuona Mungu anasema rujio, lazima ufahamu kwa chama. Mungu akamwambia ni kitu gani umenipigia chini ya mzi, umefanya au ni chui au ni unapenda, lakini unaonesha na kujidhihirisha upendo. Sasa kitu gani naweza kukuta mtumishi wangu Ibrahimu? Nasema Mungu katika upendo wa Mungu. Sasa dhambi sio imetumika. Ndio tumeshuka kwenda kwa wanaamiza mtu wote wale wasome. Ibrahimu aliposikia kwamba Sodoma inataka kufanya kuangamiza na kuna mtoto wa nani? Wa dada yake, yeye ndiye alimleta Lutu. Anambia utaangamiza watu wote wazuri na watu wabaya. Mungu anataka katika watu wa Misri. Anaanza maombi, lakini maombi sio ya upendo. Nilikwambia ana kila siku alikuwa anaomba apate mtoto, lakini kwa sababu alikuwa maombi ya nafsi akapata mtoto. Lakini siku ana alibadilisha, akasema kama karibu mtoto nimetafuta wewe, Mungu atakupa leo. Sio alibadilisha prayer hiyo siku mimi nilipo na ndio sasa ndio sasa kanisa leo kanisa leo kanisa leo kanisa leo ziko bila shaka ndio shida shaka kama
hiyo yote ni kutisha. Kutisha ni kuchukia ndio kitu cha shetani. Moyo na upendo. Hata ukiwa watu wa msinduka kwa sababu yako unaona kana yangu unatamani kuzia kwa mtu umekinga umekula utafanya watu wako Ibrahim kwa Mungu sana sio kama anasikia anaongea kabisa. Inawezekana kwa hiyo mtu sio watu wa msingi kwa watu 45 ndio wanaongea hiyo kwa sababu na watu pekee wanaweza kusababisha mambo mengi mazuri yatokee. Na kanisa kama hilo hiyo ndio kitu kubwa inahitajika kuangalia kanisa. Na kama kanisa linapenda kusaidia, tunapenda kazi yake. Na kama ndani ya kanisa kuna kweli vitu tunadanganyana. Naweza kupatia mpangani wa msimamo mpangani wa mwisho. Warumi Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Tunasimamia na tunafua ibada yetu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Matendo ya Mitume sura ya mstari wa 1 mpaka wa 5. Maandiko: alikuwa na mtu wa Kaisaria, jina lake Kornelio, akiwa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtauwa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akatazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu wako ukamwite Simoni aitwaye Petro, jina la Bwana. Biblia inasema wakati Yesu alizaliwa na kufanya kazi ya Israeli, hata watu taifa la Israeli ilikuwa inatawalika na kimwili ya lakini kiroho walikuwa na mwili wa na kwa sababu walikuwa na watawaliwa na Warumi, viongozi wote wakubwa wa serikali walikuwa Warumi, wakuu wote wa majeshi walikuwa Warumi. Ndio Warumi na wana Mungu, wana Mungu kama Wahindi wana Mungu na Warumi wana Mungu. Na Mungu mkubwa wa Warumi alikuwa ni na sherehe ya Mungu tu ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 10. Ndio maana watu walikuwa wakisoka wakaona sasa Yesu ndiye Mungu wa kweli, wakachukua hiyo tarehe 25 mwezi wa 10 tarehe ya kusherehekea Mungu kuwa ndio wakionyesha kwa Yesu kusherehekea. Na huyu kapteni wa jeshi kwa Mungu anakwambia kama unataka kuenda nje ya kanisa, ndani ya kanisa ni watu wachache sana nakuta kanisa la Mungu. Na huyu pagani mrudi kapteni, Biblia inasema yeye na nyumba yake yote, mke wake, watoto wanaogopa. Angalia, ni mzuri tupate bidhaa, ni mzuri tupate, lakini Biblia inasema tupate siku ya mwisho nafsi ipate. Biblia inasema na kabla ya kuogopa Mungu walikuwa naomba kila siku, ambapo walikuwa kila siku walikuwa natoa sadaka nini
dhambi ni nyingi. Watu walikuwa na moyo wa upendo, hawajua leo na kusimama, hawajua leo na kuacha kutoka, waliendelea kutii kila siku, waliendelea kuomba kila siku, na waliendelea kuogopa Mungu kila siku, na wakutarajia wakiwa wanajua Mungu kabisa, Mungu watenda kwa wakati mchawi wanaomba kama vile kwanza au ndio ndio pasali sasa kuna ndio pasali na tunani kwa maombi na kuomba wakiwa wanaomba mchana au ni watu Mungu si wao wanatoa kila siku yote upendo mchana wakiwa naomba. Biblia inasema mbingu ikatuma malaika mahali kuna moto wa upendo. Kama unataka kuona tu mbingu tu, mbingu ikatuma malaika na malaika akamtokea kwa akasema Kornelio, maombi na sadaka nyingi matendo yote ya upendo. Wakati unapokuwa mbinguni kuna kitabu hizi na kitabu ya mauti na kuna kitabu ya kumbukumbu, chochote kile chenye ajili ya fulani kwa ajili ya Mungu kwa ajili ya mtu fulani kinaandikwa. Sasa sadaka zako nyingi unaweza kutanisha umetoa mwaka jana ndio ukafikiri sasa hii kabisa tendo hilo na sadaka zao tunapokuja kuwasema kwa sawa. Sadaka ya kwanza, sadaka yenyewe hakuitoa ndio. Sadaka ya pili tunatoa vifungu ya pili ndio. Sadaka ya tatu tunatoa malimbuko Mungu naomba. Sadaka ya nne tunatoa sadaka ya shukrani, Mungu amefanya tunamshukuru ndio naomba. Sadaka ya tano tunatoa zabibu safi ndio naomba. Na sadaka ya saba tunatoa tunapotoa haijalishi imechukua siku, haijalishi imechukua miezi, haijalishi imechukua kilomita. Sasa Mungu anayakumbuka sasa, na kwa sababu ameyakumbuka anataka kuifanyia kazi. Mambo tuna mtu sasa, ukikufa na matendo yako mabaya kwa kuingia mbinguni, si matendo kitu ya kwanza unaweza kupeleka mtu ni mtu kuwa na roho takatifu. Sasa Kornelio alikuwa anaogopa Mungu, Kornelio alikuwa naomba, Kornelio alikuwa anatenda mambo, lakini
hakuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Mungu malaika akamwambia, tuma mtu enda mwite kwa atakuja kukuambia hicho. Kwa matendo yetu inaweza kusababisha vitu majinga wanafanya tunavyovikosa kwa maisha. Kitu kimoja kuwa nakosa alikuwa nakosa Roho Mtakatifu. Inaweza kama ndio kuna Roho inawezekana uko na kazi unakosa mchumba, inawezekana kama uko soma kuanzia kitabu cha Mungu watu wote wanapenda hata kusoma katika kitabu cha Mungu kuna barua sana toe kwa mfumo kwa kazi wanasema neema upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu. Sasa tuanze kutafsiri kwa sababu tumetafsiri hivi ambao Paulo alikuwa anasema kujitoa vile Kristo alijitoa, na mimi nimejitoa hivyo. Upendo ule Mungu, matendo mema ile Mungu ameendelea kila saa. Na sisi tufanye nini? Tuendelee kufanya matendo mema hivyo permanent. Sio kitu ya kuhesabu, sio kitu ya siku moja, sio kitu ya msisimko moja, iwe lifestyle. Na mwaka wetu tukiamua kuishi maisha ya kujitoa katika mambo, kujitoa katika kazi, kujitoa katika kazi, na mwaka wetu tukiamua kuishi maisha ya upendo. Yesu anawaambia wanafunzi na anapenda kuambia kanisa katika Mathayo 12, Yesu anawaambia wanafunzi, mjiepushe na roho ya uchoyo. Mtu wa Mungu hataki kuwa mchoyo. Mtu wa Mungu hataki yeye hata ukifanya hivyo utaviacha. Naomba hata kama ukipatia mali yote ya Tanzania iwe ya upendo usipe na siku. Asante utaiacha. Mungu alipatia vitu vyote kwa Mungu mwenyewe. Mungu anapatia kitu baraka kwa watu. Na Baba yangu awabariki sana.